Ndugu wanajukwaa, vyama vya ushirika vina mchango mkubwa katika kuwawezesha wananchi kuinua uchumi wao. Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha, kuzingatia na uendeshaji wa ushirika, ikiwa ni pamoja na kuwezesha upatikanaji wa mikopo nafuu, kupunguza urasimu katika utoaji wa huduma, kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa ushirika endelevu, lakini pia kuhimiza nidhamu ya kifedha miongoni mwa wanachama, badala ya kutumia viongozi ambao ni wasimamizi wa taasisi ambao sio waaminifu na mwisho wa siku kufanya fedha za wanachama kupotea. Ndugu washiriki, katika mazingira ya sasa, uchumi wa viwanda, vyama vya ushirika vina nafasi ya kipekee na nafasi kubwa katika uzalishaji wa malighafi, uongezaji wa thamani na kuongeza ajira. Nitumie nafasi hii tena kuomba kwamba wanaushirika tuone kwamba tunayo nafasi kubwa ya kuweza kutumia malighafi tulizonazo kuongeza uchumi wa wanachama wetu, kuongeza thamani ya mazao yetu, ili wanachama wakaone mabadiliko katika maisha yao kupitia kilimo wanachokitumia. Ushirika uwe kichocheo cha tija katika uzalishaji, ongezeko la kipato la kaya na mchango chanya katika pato la mkoa na pato la taifa kwa ujumla. Naomba nisisitize uwekezaji wa pamoja kwa kutumia mitaji ya wanachama ili kuanzisha miradi mikubwa ya maendeleo ambayo itawanufaisha wanachama na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Ndugu washiriki, uongozi wa vyama vya ushirika unapaswa kuwa wa mfano, wenye uadilifu, uwazi, ubunifu na kujitolea. Tunapojielekeza kwenye uchaguzi wa vyama vya ushirika wa mwaka unaokuja, napenda kusisitiza kuwa ni muhimu kuchagua viongozi wenye uaminifu, uongozi wenye uwezo na viongozi wenye maono ya kuendeleza vyama vyetu vya ushirika. Vyama vyetu vya ushirika tunaviendesha kibiashara. Tunahitaji viongozi wenye uwezo, viongozi ambao wanaweza kupambanua ni nini mahitaji ya wanachama na ni nini malengo ya kuanzishwa kwa vyama hivyo vya ushirika. Hivyo nisisitize zaidi kuhakikisha kwamba tunazingatia hayo wakati tunapokwenda kwenye kipindi cha uchaguzi. Serikali haitavivumilia kwa namna yoyote ile vitendo vya ubadhirifu, matumizi mabaya ya mali za wanachama, wala ukiukaji wa sheria. Tuhakikishe kuwa basi viongozi tunakuwa ni mfano katika kuyatekeleza yale ambayo tumekubaliana katika miongozo mbalimbali ambayo inatusaidia kusimamia vyama vyetu vya ushirika. Kiongozi yoyote atakayebainika kufanya hivyo atachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwemo kufikishwa mahakamani, kurejesha fedha za chama kama ni hujuma imefanyika ya fedha, au kuondolewa madarakani na kuchukuliwa hatua nyingine stahili za vyombo vingine vya kisheria. Ndugu wanaushirika, katika dunia ya leo, mabadiliko ya kidijitali katika sekta ya ushirika hayawezi kuepukika, wala hatuwezi tukabaki nyuma. Mabadiliko haya ya kimuundo, kisheria na kimtazamo, ni lazima viongozi wa vyama vya ushirika muwe mstari wa mbele katika kujifunza, kujiendeleza na kutumia teknolojia ya kisasa katika vyama vyenu vya ushirika.